usiopaswa kuikosa, shule ambayo haupaswi kuikosa. Hiyo ndiyo mada ndogo ya leo. Ni shule gani hiyo? Ni primary, ni secondary, ni university, au ni shule gani ambayo mwanadamu hapaswi kuikosa? Kitabu cha Matendo ya Mitume, ndipo tutakapoanzia mahali hapo, sura ya 2 mstari wa 41 hadi mstari wa 42. Ninatamani kama una Biblia yako ufungue nami mahali hapo. Matendo ya Mitume sura ile ya 2 mstari wa 41 hadi wa 44. Kabla hatujasoma mahali hapo, ni washukuru sana wale mnaotufuatilia kwa njia ya televisheni hii ya SAVP TV, na tunaona jinsi ambavyo watu wengi mnatufuatilia katika juma hili, nasi tukileta ibada hizi kutokea katika kanisa la Waadventista wa Sabato Chang'ombe katika jiji la Dodoma. Na tafadhali wale ambao mnatufuatia kwa sasa na wale ambao mtafuatilia baadaye, ibada hizi si kwa hawa tu walioko mahali hapa. Hata wewe unayetufuatilia katika mtandao huu wa kijamii, bado nguvu ile ile ambayo inafanya kazi kwa wale walioketi mahali hapa ipo hata kwenu pia. Nitoe kwanza pole kwa rafiki mmoja kutoka kule Kenya. Ameweka comment yake mahali pale na akaweka maombi yake mahali hapo. Nikuhakikishie kwamba hata huko Kenya mahali ulipo rafiki, bado Bwana anatenda kazi katika maisha yako. Kwa hiyo Mungu aliyeko mahali hapa yuko pia kule uliko unayetufuatilia na kutazama ibada hizi kutokea mahali hapa. Matendo ya Mitume sura ya 2 na ule mstari wa 41 hadi wa 42, Biblia inasema, nao waliolipokea neno lake wakabatizwa, na siku ile wakaongezeka wapata watu 3,000. Wakawa wakidumu katika mafundisho ya mitume na katika ushirika na katika kuumega mkate na katika kusali. Kuna mambo matatu hapo mwishoni, naam yako manne nitazungumzia, lakini naomba nirudie kwa faida yako ambayo ulikuwa hujasikiliza vizuri. Nao waliolipokea neno lake wakabatizwa, na siku ile wakaongezeka wapata 3,000. Wakawa wakidumu katika mafundisho ya mitume na katika ushirika na katika kuumega mkate na katika kusali. Hili ni ongezeko la waumini katika kanisa la mitume. Wakati ambapo giza la kiroho lilikuwa limetanda, hakuna namna ambavyo watu wangejua nuru ya kweli. Maandiko yanasema mitume wa Yesu Kristo wale 11 walijawa na Roho Mtakatifu, na kwa kujawa na Roho Mtakatifu Biblia inasema wakahubiri, na neno hilo likaenda kwa watu. Siku moja ya uinjilisti waliofanya, walibatizwa watu 3,000. Hebu tuwe kidogo nikwambie, mimi kuna wakati huwa ninawaza kwamba labda watakao kwenda motoni ni wengi sana kuliko watakao kwenda mbinguni. Kuna wakati huwa ninawaza hivyo, lakini kwa kusoma vitabu ninaona watakao kwenda mbinguni ni wengi. Mwandishi wa kitabu cha Ufunuo, nabii Yohana na mtume Yohana, anasema ni wengi kama mchanga wa bahari, hawahesabiki. Ukiangalia dunia ya leo, unaweza ukasema kwa uovu unaoendelea sasa hivi ni kama hakuna mtakatifu tena katika dunia ya leo. Pita maeneo tu ya miji iliyochangamka mahali hapa. Hata hapa Dodoma kuna baadhi ya vijiwe ukipita, wako watoto wa watu wako mahali pale, mabinti ambao wanakesha usiku kucha, wako uchi wanajiuza mahali pale. Nenda hata pale Dar es Salaam, baadhi ya maeneo utaona wako watoto wa watu, vijana wa kiume na wa kike, wanakesha mahali pale, wako katika biashara haramu. Lakini nataka niwakumbushe wasikilizaji wangu, katikati ya uovu mwingi kiasi hicho, bado kuna watakatifu wa Bwana. Naomba nirudie unisikilize. Hata ndani ya kanisa mimi wanashangaa, mtu anasema, unajua mimi sioni watakatifu, mimi naona kama watu wote wameasi. No, hiyo roho alijaribu kwa nayo Elia, akasema ninaona ni kama wote waliobaki wanamwabudu Baali. Mungu akasema hapana Elia, kuna watu 7,000 wasiompigia magoti Baali. Kijana unayenisikiliza, katikati ya vijana walioharibika, bado kuna watakatifu wa Bwana wanaishi.
Usione vijana wanaharibika, wanaharibu mili yao, wanachora matatu, wanadunga masindano, wanachanja chare, wanakunywa madawa ya kulevya, wanaweka sigara na pombe. Bado kuna vijana watakatifu wako katika vyumba vyao, katika mageto yao, wanakesha na kuomba, na ni wale wale ambao hauwezi kuwafahamu, maana hawana nembo kwenye uso wao, hawana alama kwenye uso wao. Ni vijana hawa mnaoshinda nao, lakini ukiwakuta kwenye vyumba vyao vya ndani wanaimba nyimbo za Bwana, wanasoma neno la Bwana na wanamuomba Mungu wa mbinguni. Nataka nikuaminishe katika mianzo ya somo hili, bado Mungu ana watakatifu katika kanisa lake. Sasa swali ni hili, kwa nini usiwe wewe miongoni mwao? Hebu ngoja niulize hili swali kwanza. Wangapi mlioketi hapa wanaoamini kwamba wao ni watakatifu? Au niliacha hilo swali? Naona watu wanaanza kutazama sasa, pastor, mbona unataka kutuchonganisha? Unajua watu wanadhani ukisikia huyu ni mtakatifu, wanajua kwamba huyu mtu ni pure kabisa, hana waa lolote, yani ni mweupe, hana kabaya kokote. Ngoja nikwambie, unaweza ukawa surprised. Yesu akija hapa akaanza kuchambua watakatifu, kuna watu atawachukua ambao wewe ungepewa kuchambua watakatifu, wewe usingewachukua. Katika kipindi cha Nuhu, wakati analeta gharika ya dunia, alimwambia Nuhu, na maandiko yanasema akapata neema machoni pa Bwana, kwamba yeye ndiye mwenye haki, na akatunzwa yeye na nyumba yake, ni mtakatifu. Lakini mnajua Nuhu aliyoyafanya hata baada ya kutoka ndani ya gharika, ndani ya safina, alivyokwenda akanywa pombe, akalewa mpaka akabaki uchi, lakini ni mtakatifu wa Bwana. Niko hapa kukutia moyo kwamba katika safari ya kumtafuta Bwana, elewa ni wewe unayesubiriwa kuwa mtakatifu, mtu wa Mungu, hakuna mwingine. Na kwa sababu hiyo isiwepo sauti yoyote ambayo itakwambia hautakiwi kwenda ibadani. Ndio maana mada ndogo ya leo nasema shule ambayo haupaswi kuikosa. Ni shule gani hiyo? Ni katika ibada ya Mwenyezi Mungu. Na nikupeleke mbele kidogo. Kuna nguvu kubwa sana katika kuhudhuria ibadani. Ni ukweli wa pekee usiopingika kwamba ibadani ndipo mahali pekee ambapo mtu hufundishwa maisha mazuri na tabia ya mwanadamu huchongwa na kutengenezwa ibadani. Ukiona kuna roho inayokuzuia kwenda ibadani, unasema mbona kama mimi sio mtakatifu? Kwa nini niende ibadani? Kwa nini niimbe? Kwa nini nisali na mimi nina maisha hivi? Na ninaongea hiki nikiwa comfortable kabisa, kwa sababu ninajua ambavyo kuna watu waliomwendea Yesu na watu wakawazuia, wakawaambia haufai kumwendea Yesu, lakini walipofika kwa Yesu, Yesu akatangaza akasema, imani kama hii haijawahi kuonekana hata katika Israeli. Haijawahi kuonekana. Si mnamkumbuka yule mwanamke Mkananayo, Iziti Mkananayo kama sikosei, anamwendea Yesu anasema, nisaidie, nina mgonjwa mahali hapa. Yesu anasema, chakula cha watoto siwezi kumpa mbwa. Na yule mama anasema, hata mbwa huwa anakula makombo yanayodondoka chini. Yesu anasema, hata katika Israeli sijawahi kuona imani kubwa kama hii. Niwaambie kitu, mnapotazamana hapo mlipoketi, hapo mlipoketi, acha kugrade watu na kusema labda huyu sio mtakatifu au huyu ndiye mtakatifu. Humo katikati yenu humo kuna watu ambao wanaiacha dunia taratibu lakini kwa uhakika. Matendo yao yanahama duniani taratibu lakini kwa uhakika. Ndio maana mada kuu ya wiki hii inasema ni ushirika katika vitendo. Ukimtazama ni wa kawaida, na huenda hana uwezo hata wa kuongoza kanisa, na huenda hata hana nguvu ya kuchangia ibadani, lakini ni mtakatifu. Hilo linawezekana kabisa. Sasa ikiwa wale mnaonisikiliza na wale mlioketi mahali hapa, ikiwa kuna mtu ambaye yuko kanisani hapa, sizungumzii swala la kidini, sasa mahali kule unakosali na ninyi mahali hapa mnaposali, ikiwa kuna mtu yuko kanisani na bado anaona kuna tabia ambazo zimemwelemea na hazina nuru ndani yake, na kuna wakati anakata tamaa, anawaza hata kuliacha kanisa, anawaza hata kuacha kuabudu, fanya mambo manne yafuatayo, utapata nguvu mpya kwenda kumfuata Yesu Kristo. Mambo manne yafuatayo. Jambo la kwanza, hakikisha una ratiba ya kusoma neno la Mungu kila siku. Maana maandiko yamesema wale mitume walipopokea Roho Mtakatifu walikuwa wakidumu katika kulisoma neno, wanalisoma neno kila itwapo leo. Kwa hiyo katika maisha yako weka ratiba. Vijana mlioko mahali hapa, kwenye chumba chako weka ratiba, andika karatasi.
Binti mdogo wangu wa kike unanisikiliza mahali hapa, sikiliza, weka karatasi yako, andika, pachika kwenye ukuta wako, au weka kwenye simu yako, kwamba ikifika saa 8 usiku, ikifika saa 7 usiku, ikifika muda fulani nitaongea na Mungu wangu. Na niwaambie kitu, kusoma neno kunaambatana na maombi. Hauwezi kusoma bila kuomba, na kama ukiomba unatimiza njia kubwa mbili za kuzungumza na Mungu. Kuna kuzungumza na Mungu kupitia neno, na kuna kuzungumza na Mungu kupitia maombi. Unaposoma neno la Mungu, ni Mungu anayezungumza na wewe. Ukisoma neno la Mungu, ni Mungu anaongea na wewe. Yaani ukisoma ukasikia fungu limeandikwa usizini, huyo ni Mungu amezungumza na wewe kabisa. Na wala usidhani kwamba ni karatasi, hapana, ni Mungu ameongea na wewe. Na wewe unapopiga magoti kuomba, ni wewe unaongea na Mungu wako. Sasa swali ni hili, kati ya sisi waumini na Mungu wa mbinguni, ni nani mwepesi kusikiliza ya mwingine? Maana kuna wakati wa Kristo wanamlaumu Bwana, waumini wanamlaumu, wanasema nimeomba, huu ni mwaka wa pili, huu ni mwaka wa tatu, nimefunga na kuomba, mbona Mungu anisikii? Na Mungu naye anauliza, wewe kwani una miaka mingapi kanisani? Umeshasikia ninachokwambia? Mbona makanisani kuna watu ambao bado wana dhambi zile ambazo walishasikia Mungu akiwaambia waziache na hawaziachi. Wachawi wamo, sio hapa lakini, wazinzi wamo, sio hapa lakini, waongo wamo, tena wachonganishi wamejaa, wadhulumaji wamo, mpaka imefikia hatua watu wanasema ukitaka kutapeliwa mkopeshe mshiriki mwenzako. Yako hayo yanaendelea makanisani. Lakini tukiomba tu siku 2-3 tunasema pastor, unajua nimeomba sana, huu ni mwaka wa 3 nimeomba. Wewe ni mwaka wangapi umeonywa haujasikia? Ngoja niwakumbushe kitu. Biblia inasema hivi, yale mtakayo mtendewe ndio muwatendee na wengine. Hapo anasema kipimo kile mnachowapimia ndicho na wewe utakachopimiwa, tena na kusukasukwa. Kwa hiyo kama wewe unachukua muda mrefu kuelewa kile Mungu anachokwambia, unavuta muda mrefu kufuata kile anachokwambia, ndivyo hata yeye atakavyofanya kwako. Sasa rafiki, kwenye maisha yako tenga ratiba ya kusoma neno la Mungu. Sikiliza maneno haya katika kitabu cha Waebrania sura ya 4 mstari wa 12, utasoma kwa wakati wako. Biblia inasema, maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga wao wote ukatao kuwili, tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake, tena li jepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Hili neno wanachang'ombe ni kali kuliko upanga ulio na makali kuwili. Ni kali. Kwa nini? Unaposoma neno la Mungu, tabia zote zilizoshindikana, wale ambao mlikuwa na tabia fulani kule nyuma ambao mlishaziacha, kuna wakati hata unashangaa, unasema mbona nilikuwa nimefungwa wapi? Kuna mtu ambaye alikuwa hawezi kulala bila kuvuta sigara, lakini leo akiona wavuta sigara anasema ni moshi tu huu ninaoona, au kuna kitu kingine ndani yake. Maana ukifikiria mvuta sigara ni raha gani anaoipata, huwezi kuamini, lakini hawezi kusinzia mpaka avute sigara. Na wengine wanasema nimekula, lakini sasa bila sigara siwezi kusinzia. Ni dhambi hiyo hiyo ambayo leo unamshangaa yeye, lakini na wewe ulikuwa nayo. Ni kwa nini? Neno la Bwana limekubadilisha. Laiti kama dunia ya leo watu wote wangeelekezwa katika kusoma neno la Mungu, hata magereza yasingekuwepo. Neno la Mungu linabadilisha bila bunduki. Neno la Mungu linabadilisha bila silaha. Neno la Mungu linabadilisha bila kutumia mabomu na nyuklia mbalimbali. Neno la Mungu linatengeneza majambazi waliokuwa wameshindikana, wanarekebishwa. Nilikuwa napewa kisa na mchungaji mmoja ambaye pia aliniruhusu nikitoa hiki kisa. Anasema alikuwa anaenda nyumba kwa nyumba, ni mchungaji wa kanisa ambao naomba nilihifadhi. Akaenda katika nyumba ya mtu mmoja, mume wake sio muumini, yeye asali, lakini mwanamke anasali. Sasa yule mchungaji alipofika, watoto wakamkimbilia, pastor. Baadaye anauliza, huyo ni nani? Wanasema huyu ni mchungaji wetu. Ameijia nini? Amekuja kuomba na sisi. Akasema kwani hana nyumba zingine za kuomba mpaka aje kwetu? Yule mchungaji akasema samahani, nilipita tu kuomba na ninyi, kama isiwe shida naweza nikaondoka. Akaondoka. Wakati anaondoka anamwambia mchungaji, hebu rudi kwanza. Asema hebu tuombe haraka afu ondoke. Akaomba afu akaondoka. Baada ya siku chache, yule mwanamume akampigia simu mchungaji, pastor uko wapi? Pastor akasema niko ofisini. Akasema njoo haraka nyumbani. Yule pastor akawasha gari yake kaenda, akijua kwamba ni nyumbani, kwa maana
ya kule alikokwenda siku ile. Akafika akakuta geti limefungwa, akauliza uko wapi, mbona sikuoni? Akasema hapana, sio hapo, njoo mahali fulani, nyumba namba fulani utanikuta. Akaenda, anamwambia mbona kama geti limefungwa? Akawa anaelekezwa kwa simu, fungua tu geti hilo, ingia ndani. Akaingia, akamwambia nenda kwenye korido fulani, nenda nyosha korido fulani, mpaka akafika mahali ambapo alimkuta yule mwanamume amekaa ameinama. Akafika akamwambia umeniitia nini? Yule jamaa akachomoa kabastora akamwambia angalia huko. Pastor akadhani kwamba anataka apigwe sasa, angalie huko alafu apigwe risasi. Akaambia angalia kule. Pastor akasema kwa nini niangalie huko, si niambie umeniitia nini? Akasema nimekwambia angalia kule. Pastor akageuka, alipogeuka akakuta yule mama muumini wa kanisa lake amefumaniwa na mwanaume na wote wako pale uchi wa mnyama. Baadaye anaambiwa huyo ndiye muumini wako. Akaitwa yule mwanamke, haya nyanyuka, njoo kwa mchungaji wako. Pastor anasema kwani kuna shida gani? Hivi ndivyo mnavyojifunza kule makanisani. Niwaambie kitu ndugu zangu, tabia ya mwanadamu kuna wakati hauwezi kuamini namna Mungu anavyoibadilisha. Yule mama alikatishwa tamaa na mume wake. Mume wake alikuwa asali, ni mtu ambaye ana roho ya ukatili fulani, ambaye anaweza akafanya kituko chochote. Lakini hivi tunavyozungumza leo, yule mchungaji wakati anatoa kile kisa, yule mzee mume wa yule mama ni miongoni mwa waumini ambao ndani ya kanisa, labda awe anaumwa yuko hoi maututi kiasi gani, hawezi kuacha kwenda kanisani. Kutoka kwenye kudharau kanisa mpaka kufikia mahali hapo. Na hata ninyi mliokaa hapa, kuna watu wakikupa shuhuda namna walivyokuwa unaweza kushangaa. Wengine walikuwa wachawi waliobobea, usiku wanapaa bila ndege, wanapaa kabisa, lakini wametulia katika Yesu. Sio huyo uliyekaa naye, yani ni mfano nakupa kwamba kuna watu ambao walikuwa ni wazuri katika kupaa, wengine zina na kadhalika. Sasa ukitaka tabia yako ibadilike kila itwapo leo, maandiko yanasema kwa kumtazama yeye Yesu kila wakati tunabadilishwa. Mniruhusu watu wazima mlioko hapa, kina baba na kina mama, mniruhusu nichukue dakika chache niongee na vijana. Sikilizeni vijana wenzangu, kama mtatenga muda wa kuzisoma kurasa za neno la Mungu walau hata mara moja kwa siku, tabia yako itabadilika. Hata kama ulikuwa umezama katika madawa ya kulevya, umebadilika, akili imefungwa, Bwana atakurudisha na utakuwa mpya. Hata kama ulikuwa umezama katika dhambi ya masturbation, unaweza kubadilishwa na ukarudi kuwa kijana bora na dunia ikashangaa. Zama katika neno la Bwana. Soma neno la Bwana. Soma neno la Bwana. Nilikutana na kijana mmoja ambaye alinipa ushuhuda kwamba alikuwa ni miongoni mwa waliokuwa wanavuta madawa ya kulevya, lakini sasa hivi ukimwangalia ni kijana ambaye yuko smart na yuko kanisani na amefunga ndoa hivi karibuni kutoka kwenye madawa ya kulevya. Neno la Bwana li hai. Wazazi mlioko mahali hapa, msiache kuwapa neno watoto wenu. Lakini ndio maana shetani anapiga vita neno hili, kwa sababu anajua kama watoto wetu wangepewa kurasa za neno la Bwana, wangetengenezewa tabia iliyonyoka, wangetengenezewa utu ulionyoka. Na dunia ya leo, niwaambie, shule ambayo haupaswi kuikosa ni shule ya neno la Mungu. Tuna watu waliosoma wana PhD, waliosoma wana masters, wana degree, lakini angalieni vituko wanavyovifanya. Si mnakumbuka hata ripoti ya hivi karibuni ambao naomba nisitaje exactly, wakati maaskari wanakamata wadada wanaojiuza, walikuta mpaka watumishi wa serikalini wamo, walikuta wanafunzi wa university wamo, ni wadada wanaojiuza. Mchana wako shuleni wana degree yao, lakini usiku wako kule wanajiuza. Walikuta mpaka wasimamizi wa ofisi zinazotarajiwa za kijamii wako kule wanajiuza. Ni rahisi kukuta daktari aliyesoma ambaye anajua madhara ya pombe na madhara ya sigara, madhara ya zinaa. Anajua kabisa namna watu wanavyokufa kwa virusi vya ukimwi, anawatibu kila leo, anaona mili ilivyokondeana, lakini na yeye ana vimada. Shule ya kweli ambayo mwanao hatakiwi kuikosa, shule ya neno la Mungu. Inatengeneza maadili, inamfanya kuwa mtu, inarudisha utu. Tuna watu waliosoma lakini ni wanyama, wako tayari kumwaga damu kwa ajili ya fedha, wako tayari kudhalilisha utu wao kwa ajili ya fedha. Wamesoma lakini utu wao hawauheshimu.
Ndio wale vijana ambao tunakutana nao mitaani, wamevaa nguo zilizoisha, lakini akili nawaambia bado ni mpya, lakini zimeisha. Nilikuwa nawaambia mahali fulani, kinachotutofautisha sisi na wanyama ni sensi, akili, uwezo wa kufikiria, ndicho kinachotofautisha. Nisikilize wewe unanitazama hapa, ukichukua noti ya shilingi 10,000 ukaidondosha hapa chini, alafu kaleta kuku akapita, ataiona. Ukaleta mbuzi akapita, ataiona. Ukaleta ng'ombe akapita, ataiona. Hata mnyama yeyote akapita, ataiona. Lakini akili ya kumwambia hiyo ni shilingi 10,000 ndio hana. Ndiko dunia tunakoelekea. Haya mambo mnayoyaona, mabinti zetu, vijana wetu wa kiume wanaenda dukani, macho yanawaambia hii suruali imeisha, lakini akili inawaambia ni mpya. Hicho kitu sio kidogo sana, kwamba mtu anaweza akatoa fedha akanunua nguo na akili kamwambia hiyo nguo ni mpya, na anaiona kabisa imeisha hapa, mapaja yako nje, na akanunua, na akili kamwambia hapana, haijaisha, ni mpya. Ni mabadiliko ya hali ya juu sana. Wenye umri ulioendaenda kama akina mama Mchalo hapo na bibi yangu hapo, mnaweza mkaelewa. Eti zamani umpeleke kijana wa Kiafrika, kijana anayemjua Mungu, umpeleke dukani, umpatie suruali iliyoisha kwenye magoti, halafu mwambie ni mpya. Kwanza atakuangalia, atasema wewe muuza duka una kichaa, wewe sio kawaida. Lakini leo ndio wananunua, vijana wetu walioko university wananunua, anakuambia hii ni mpya, wala hana wasiwasi, anavaa. Neno la Mungu li hai, kama lisipozama ndani yao ndiko wanakokwenda sasa. Si mnaona sasa hivi wameanza taratibu, nguo zinashuka kidogo, zinashuka. Mungu akikupa miaka 30 mbele, watatembea uchi, maana kabisa utu utatoweka, watabaki kuwa kama wanyama. Na Mungu anasaka kijana ambaye atarudi katika uelewa wa kibinadamu, atarudi katika sensi zake, aseme hapana, dunia inavyotembea leo sio kawaida. Piteni hata kwenye mitandao ya kijamii, ingieni Facebook, ingieni Instagram, ingieni TikTok, angalieni namna ambavyo kuna watoto wa watu, binti wa mama wa Kitanzania anavyojiposti akiwa uchi. Thamani ya mwili wake haipo. Kwa nini? Hajazama katika neno. Maana Biblia angeisoma vizuri, inamwambia mtu awaye yote asiudharau ujana wako. Kijana anayejiheshimu hawezi kujiposti mtandaoni akiwa amevaa nusu uchi, amevaa vingo vya ndani. Na wengine ni watu wetu kabisa ambao wanafanya hivyo vituko. Wanasali, ndio ambao Jumapili utawakuta makanisani wanaimba, wanabubujika katika Roho Mtakatifu, lakini Jumatatu mpaka Jumamosi wako mitandaoni wanajiposti uchi. Ni watu wetu ambao Jumamosi utawakuta wapo wanajadili lesoni za bobea ndikoni, lakini siku ya Jumapili mpaka Jumatatu wako mitandaoni. Wito wangu ni huu: zama katika neno la Bwana, maana neno la Bwana li hai, litakuonyesha thamani yako, litakwambia hapana, wewe sio wa kufanya hayo. Kwa hiyo nakupendekezea, ikiwa unatamani kubadilishwa tabia yako kila itwapo leo, isipite siku hujasoma neno. Jamani, isipite siku hujasoma neno. Walionisikia vizuri wanipungie mkono mpaka hapo. Neno. Mungu awabariki sana. Ipende Biblia yako, ikumbatie Biblia yako, soma Biblia yako, mwambie Bwana nena nami, ataongea na wewe na atakufunulia anayopaswa kutenda, atakufunulia. Namba 2, ikiwa unahitaji kutengenezwa katika shule hii ya Bwana, kama unahitaji kutengenezwa katika shule ya Kristo, jambo la pili, tenga muda wa kuwasaidia wanaopotea dhambini. Tenga muda, wasaidia wanaopotea dhambini. Mabano unaweza ukaweka utume. Tenga muda wa kufanya utume. Ni kweli na wewe ni mdhambi, ndio. Ni kweli na mimi ni mdhambi, ndio. Lakini na sisi wadhambi kwa wadhambi tuhubiriane, tusaidiane. Tenga muda, wakosoe, waambie hapana, hiki sio chenyewe. Sikiliza Biblia inavyosema, kitabu cha Mithali. Napenda sana kitabu hiki cha Mithali, sura ya 27 mstari wa 17. Biblia inasema hivi: chuma hunoa chuma, ndivyo mtu aunoavyo uso wa rafiki yake. Mithali 27:17. Chuma hunoa chuma, ndivyo mtu aunoavyo uso wa rafiki yake.
Niwaache tena wazee wangu mlioko hapa, niwaache kwa dakika chache nizungumze na vijana wetu. Kama dunia ya leo ingepata vijana wenye roho wa Mungu watakaotumia mitandao ya kijamii kuwakosoa vijana, kuwarudisha kwenye maadili, hakika nataka niwaambie Bwana angejitwalia watu wengi wa kwenda mbinguni. Badala ya kuposti upuuzi, tuma neno la Mungu. Wakiamka asubuhi wakiangalia status yako, kuna neno la Mungu. Wakiamka asubuhi wakiangalia TikTok, umetuma neno la Mungu. Unapita mtandaoni, unamwona yuko dada amejiposti, yuko uchi, mfate DM, mfate kabisa katika message za ndani, mwambie sikiliza dada, wewe sio wa hivi, wewe ni mtoto wa wazazi, wanakutegemea sana wewe, wanakutazamia uwe wa pekee. Kwa nini unafanya hivi? Kuna maneno haya yanauma sana. Kwenye uchungaji wangu niliwahi kuona mara moja binti ambaye nilikaa naye akalia machozi ambayo sijawahi kuona mpaka leo, na yule binti mpaka sasa amebadilika. Alikuwa hajielewi. Ukikutana naye amevaa vinguo vya ajabu ajabu, visiketi vya ajabu, na anakuja ibadani, yani wala hana wasiwasi. Kuna wakati anakuja amevaa kinguo kinaishia hapa, matiti yote yako nje. Nikamuita, ilikuwa ni siku ya Jumatano, ninaikumbuka mpaka leo. Nikamuita ofisini kwangu, nikamwambia leo nina mazungumzo na wewe. Nikamwambia sikiliza madam, kama ungejua thamani ya mwili wako, kama ungejua Mungu anavyothamini mwili wako, usingetembea hivyo. Nikamweleza namna ambavyo Mungu anathamini mwili wa mwanadamu, namna ambavyo Mungu amemwandalia mema, na ni binti hajaolewa. Nikamwambia sikiliza, wewe ni hazina ya pekee, ufunike mwili wako. Bwana na uthamini sana mwili wako. Niliongea maneno siku yule dada kalia, akapaza sauti kwa nguvu, akasema pastor, sitarudia na uniombee. Mpaka leo anavaa vizuri ile dada, anatembea vizuri, mavazi yake ni mazuri. Na by the way niwaambie wadogo zangu wa kike mnaonisikiliza, dhahabu huwa haiko juu. Dhahabu iko ndani ya ardhi. Dhahabu imechimbiwa ardhini. Dhahabu haianikwi juu kwa juu. Na mimi niwatie moyo, sikilizeni marafiki zangu, kama mwili wako ni wa thamani kama dhahabu, acha kuanika kwa jina la Bwana. Usianike. Piteni katika mitandao ya kijamii, wakosoeni watu. Vijana mlioko mahali hapa walio chini ya umri wa miaka 35, hebu wanipungie mkono. Walio chini ya umri wa miaka 35 mnaonisikiliza, hebu pungeni mkono kama. Wow, ndio kundi kubwa. Hebu nisikilizeni. Kwa nini usitenge muda na kusema, Mungu, nimeamua kuwa kijana wa tofauti katika dunia iliyoharibika. Mimi nitafanya kazi ya kukaa na kuwasaidia watu. Lakini nataka niwaonye mbele, kuna gharama. Dunia ya leo ina watu ambao wamechanganyikiwa hivi kwenye uchungaji. Na mimi niliwahi kusaidia binti moja hivyo. Nikamuita ofisini, nikamwambia sikiliza madam, haya mavazi unayovaa hayastahili, na ni mwimbaji. Nikamwambia hutakiwi kuvaa hivi. Akaniambia sikiliza pastor, ninakuonya mara ya mwisho, ukirudia kuniambia nguo ninazovaa hazifai, nitamwambia mke wako unanitaka. Kuna watu wamepinda dunia ya leo. Na akasema tena, ukijichanganya halafu kaniita tena ofisini kwako, nitatoa nguo zote na nitapiga kelele kwamba unataka kunibaka. Unamsaidia ingie mbinguni, lakini kichwa kimejaa maji. Sijui kama ni maji, sijui ni funza, sijui ni nini, mapepo yamefunga. Ni heri kusimama kuonya ulimwengu kuliko kupotea na ulimwengu. Na bahati nzuri, ngoja niwaambie, Mungu ametupatia maarifa. Kuna kijana sijamfahamu vizuri, kama Mungu akinipa kibali nikamfahamu, kwa kweli haiwishi hata nimzawadie. Kuna kijana ameamua kutumia maarifa yake kutengeneza katuni, picha za katuni zinazopeleka ujumbe. Anatengeneza vikatuni alafu anaweka maneno, anatengeneza katuni anaweka maneno, anatumia maarifa yake kuihubiri dunia ya leo. Lakini angalia vijana wetu wengi wanatumia maarifa yao kutengeneza vitu visivyofaa. Tumia akili yako ambayo Bwana amekupatia. Ingia katika mtandao wa kijamii. Wewe ambaye ni IT, ingia, tumia uwezo wako wa mitandao. Ingia, wahubiri watu, tupia somo walau kidogo. Nimeona huyo kijana mwingine ameamua kufanya hivyo kwenye mtandao wa kijamii. Anachukua video fulani, anachukua na video nyingine, halafu anaanza kuilinganisha. Anawaambia sikiliza, huyu ni mdada na huyu naye ni mdada, hatima ya maisha yao itakuwaje? Anaonyesha ile video na watu wengi wanamwambia kaka, nimeelewa, Mungu anisaidie sana. Chagua kwa tafuta waliopotea. Tumia akili zako zote, tafuta waliopotea. Vijana wetu wamezama katika vitu vya ovyo mpaka unashangaa, kwenye kamali,
wanabeti mikeka, wanasema mkeka, wanachana mkeka, wanaupangilia timu gani itakayofunga. Wako kwenye nguzo za umeme, wanachukua namba za waganga ili wawatabirie. Ini dunia ya leo, maarifa ni mengi, lakini uwezo wa kujua yaliyo mema unashuka. Wito wangu ni huu hapa jioni ya leo: jitenge, mwambie Mungu, nisaidie katikati ya vijana waliooza na kuharibika. Naomba nisaidie tu mimi niwe miongoni mwa watu ambao watawasaidia hao watu. Tenga muda walau watembelee. Kuna vijana nao wafahamu mpaka sasa wanafanya kazi ya kuwatembelea vijana ambao wameingia katika uraibu wa madawa ya kulevya. Wanawatembelea, wanakaa nao, wanazungumza nao, na wanabatizwa, wanaacha dunia, wanarudi mahali hapo. Unajisikiaje siku moja unaingia mbinguni, watu wanakuja maelfu, wanaangusha taji zao miguuni mwako, wanasema, sikiliza kijana, sikiliza Joseph, sikiliza Musa, usingekuwa wewe mimi nisingefika mahali hapa. Ninaangalia Yusufu, huyu mnayemsoma kwenye Biblia, ukisikia baba yake alimpenda, hakuwa mtu wa hivi hivi. Alikuwa akienda machungani na ndugu zake wanafanya vituko. Yusufu anasema, mimi sitafanya hiki kituko, nitarudi nitamwambia baba, hiki mlichokifanya hakifai. Alichagua kujitenga na dunia. Hebu shika simu yako, wale mlio na smartphone, samahani, shika simu yako, wale mlio keti pale hapo, shika simu yako kama una smartphone. Mtu anasema, pastor, unataka kutumbua sasa wenye vitochi? Bwana wapatie smartphone kwa jina la Yesu, maana hizi zama nazo kuendelea na mulika mwizi nao sio kitu kizuri. Wale mlio na smartphone, hebu shika simu yako hivi. Asante sana. Sasa si mnaona hata hapa somo linarushwa, lakini kuna mtu ambaye hawezi hata kushare link ya hiki tunachojifunza mahali hapa, lakini akisikia 2-1, timu imefunga 2-1, anashare. Yani kidole chako hicho kimoja kinaweza kikaingiza mtu mbinguni au kikaingiza mtu jehanamu. Kidole kimoja ni kubonyeza tu na kutuma, ni kuchukua tu mstari mmoja kwenye Biblia na kutuma. Fanya hivyo. Ninapenda sana uinjilisti wa mitandaoni, ninaofanya sana mara nyingi. Ninakutana na vijana wengi, unatuma, unashangaa mtu anakufuata inbox, anakuambia, pastor, ninaomba tuonane, nina neno juu yako. Na niwaambie, msidhani hii kazi ni ya wachungaji tu. Hata wewe unaweza ukafanya hii huduma, ukawa unatuma maneno ya Mungu kwenye status yako, ukawa unatuma TikTok, WhatsApp, Facebook, Instagram na kadhalika, na watu wakikufuata inbox wataanza kukuita mtumishi, wanakuambia, mtumishi, mama mtumishi, mtumishi, mama mtumishi, niombe, na wewe waombe. Ndivyo karama yako itaendelea kukua na kuongezeka. Utajikuta spirit ya kuokoa watu inakuwa. Lakini tunapoteza watu wengi sana kupitia mitandao ya kijamii. Utume kwa watu wanaopotea. Ili kanisa, mnaweza mkawakumbuka watu waliorudi nyuma mpaka sasa. Ni nani anayechukua muda kuwafuatilia mmoja baada ya mwingine, kwamba rafiki, ninakutia moyo urudi kanisani? Ni nani anayechukua muda? Utume. Tunatumia mabando yetu kwa vitu vya ajabu sana, na shetani alivyo ajabu. Kuna vitu vizuri vimetengenezwa sana leo mitandaoni, vimewekwa vitu vingi sana vizuri, vichekesho, filamu za ajabu, na wapuuzi ndio wanaotumia MB nyingi sana kwenye mitandao ya kijamii. Mambo ya kipuuzi ndio wanaotumia MB nyingi sana. Ukishare neno la Mungu utaona 3-4 ndio wana comment, na utaona mmoja, utaona wanaoshare nao ni 2-3, lakini mambo ya kipuuzi yana nguvu. Sasa ninyi mnaonisikiliza, chagueni kusimama upande wa Bwana. Na niwaambie kitu, hii dunia mnayoiona sasa hivi ni kama inaboreshwa hivi, inatengenezwa, lakini ukweli ni kwamba imeandaliwa kwa moto. Na kuna kundi kubwa la watu ambao watapotea na hii dunia, kundi kubwa sana la watu ambao wataangamia na hii dunia. Hamwezi kuamini, na hata kipindi cha Nuhu hawakuamini, maana Nuhu alikuwa anasema kuna mvua itakuja. Wanasema huyu Nuhu kweli anaelewa anachokisema. Akiamka asubuhi anaenda ni kutengeneza safina, wanasikia nyundo inalia, na vitabu vinasema nyundo ilikuwa ikigongwa kwenye safina, dunia nzima wanasikia mwangwi wa nyundo. Ni ishara ya kwamba kuna kitu kinakuja. Na hata mvua ilipoanza kunyesha, kabla haijanyesha, kuna watu waliingia kwenye safina. Baadaye wakasema, Nuhu, ni kama mvua imechelewa kidogo, naomba wewe, si rafiki yangu, naomba nitoke kidogo, alafu mvua ikianza tu nitakimbia nije, nikirudi nifungulie.
Waliporudi, maandiko yanasema wanamwambia Nuhu, mimi ni fulani rafiki yako. Nuhu anasema na mimi sijui huu mlango ulifungwaje. Waandishi wanasema kama mlango wa safina ungefungwa na Nuhu angewafungulia watu, lakini hata yeye alishangaa. Baada ya mvua kuanza kunyesha, akaona mlango unajileta taratibu bila mkono wa mwanadamu, unajileta taratibu. Ulipobamizwa kwa kufungwa, dunia yote ilisikia kishindo cha mlango ulipojifunga. Ndipo Nuhu anawaambia hata mimi sijui. Sio muda mrefu haya tunayoyasema hapa kama vichaa, sio kwamba ni vichaa, sio muda mrefu kila mmoja atatoa hesabu yake. Tunatumia muda mwingi sana vijana wetu ambao tumewasomesha kwa gharama. Eti kijana amehitimu UDOM, amehitimu UDSM, amehitimu SUA, amehitimu chuo chochote ambacho nakijua, na akili yake yote na maarifa yake yote anatumia dakika zake alizopewa na Bwana, anatumia masaa aliyopewa na Bwana kushangilia mtu anayeingiza kipato mfukoni, na yeye anarudi nyumbani. Mwangalia hata mahali anapolala, angalia kitanda anachokilalia, angalia geto anamoishi, lakini yuko juu kwa juu amebeba bendera ya kushabikia watu wanaolipwa mamilioni. Asema timu yetu tutawakanyaga mwaka huu. Yaani timu yetu tumesajili, timu yetu. Nataka nikwambie, baba yako hana hisa kwenye hiyo timu. Timu yenu, mtu anacheza Uingereza, wewe ni mgogo huko hapa Dodoma, Muzaramo, si Mundigo, Munani. Timu yetu, timu yetu. Aise, kama kuna watu duniani huwa ninaonea huruma, ni watu ambao ni mashabiki wa mpira kindakindaki. Ukimkuta amechemka mpaka mishipa imevimba, timu yangu hiyo, timu yangu. Timu yako, haya wakishapewa huo mshiko, wewe unagawanywa shilingi ngapi? Nipungie mkono kama unanisikia walau kidogo. Timu yetu. Na niliwaambia mahali fulani, niliambiwa kabisa na daktari kwamba kadri tunavyoendelea mbele, tuna watu, uwezekano wa kuwa na magonjwa ya pressure ni mwingi sana, na utasababishwa na mambo makubwa matatu. Jambo la kwanza, pressure itasababishwa na madeni. Wale ambao ni wataalamu wa kukopa, anaenda na pesa dukani, haamini kama anaweza kununua. Wewe Mama Joyce tunafahamiana, bwana nipatie sabuni ya 1000 nitakuletea, na hela nayo. Hiyo ni roho ya madeni na mnyemelea. Unashangaa 1000 inazaliana na kwa 5000, 10000, 20000. Na hivi vikoba mnavyoviona siku hizi vinavyokuja, msininukuu vibaya kwamba pastor amesema vikoba ni dhambi, lakini jiandaeni kufa kwa pressure. Mama na majina matatu anacheza huko kwenye kikundi A, kikundi B, kikundi C, marejesho yanahitajika. Anarudi nyumbani mkali kuliko hata nyigu, watoto wakimgusa hasikii. Mama niacheni, nishavurugwa. Umevurugwa na nini? Si usingewazaa sasa? Vikundi vimemvuruga. Kwa hiyo madeni itakuwa ni kichocheo cha kwanza cha kuongeza pressure. Waulizeni hata hao waliokaa hapa wenye madeni, waulizeni moyo unatembelea spidi ya miangapi? Hao waliokaa hapa. Bahati nzuri kwenye kanisa hili hakuna wenye madeni. Wale wanaotusikiliza kwenye mtandao, hata huko nako hakuna. Kule mbali kule, wenye madeni waulizeni moyo unatembeaje. Kuna wakati usingizi kabisa unakata, yaani unabaki unahesabu kabisa, unahesabu usingizi umekata. Kitu cha pili, yule daktari akasema ambacho kitaongeza pressure, magonjwa ya pressure, ni wivu na roho mbaya. Ukiona mwenzako amenunua gari unasema, yaani siku moja lingemuua hili gari ningefurahi. Ona linavyojiona, limepandisha na mavio. Yaani mimi ninaniudhi, silimpindue. Wenye roho mbaya wengi huwa hawafanikiwi. Yaani ukitaka ufe maskini, zidisha roho mbaya. Ndugu zangu wa kike mlioko hapa, ukitaka uzeeke nyumbani kwako, waonee wivu wanaoposwa. Ona sasa, hivi mnaliposa lina nini hilo? Mimi nawashangaa. Mama, utakuwa mlezi wa familia yako. Safisha moyo. Kwa nini uwe na roho mbaya? Wenzako wakifanikiwa furahi. Bwana watie nguvu. Umenunua gari, Bwana kuongezee jingine. Bwana kutendee makubwa. Wamama sikiliza, umeona mwenzako ameozesha na mtoto, mwambie Bwana kubariki sana. Acha kuumia. Hicho ni kitu cha pili alichokisema kitachoongeza pressure katika maisha ya sasa hivi. Kitu cha tatu akasema ushabiki wa mpira. Unacheza mpaka unajaribisha na unaweza angekunja tu hivi kidogo hadi. Na maandiko yanaonya sana habari hizi za mpira. Yanaonya na yanajitahidi sana, kwa sababu kuna watu wameenda mbali mpaka wanaweka rehani ya wake zao, wanasema timu hii ikifunga utachukua mke wangu,
timu hii kifunga. Mmoja aliwahi kuweka rehani, wale mnaopita mitandaoni, akasema kama timu yangu itafungwa nitatembea siji uchi kutoka Kinondoni siji mpaka wapi, na timu yake ikafungwa. Akamwambia sasa vua nguo utembee uchi, sasa vua nguo. Mpira umetengeneza vichaa dunia ya leo, mpaka unasema hivi dunia ya leo tunako, na ninyi mlioko ndani ya makanisa mumeingia kule, yani mumekuwa mashabiki. Sisi tuna timu yetu. Sikiliza, kazi yako wewe ni utume, sio ushabiki, kwa jina la Bwana. Utume. Yani vijana niwaambie kitu cha ajabu, ule muda mliokaa zile dakika 90 za mpira mtazikumbuka mkizeeka. Kaeni na hao wazee waulizeni. Kuna wakati wanakaa wanasema, Bwana angenirudisha kuwa kijana, ningepiga kazi, ningetajirika ndani ya masaa machache. Muda umeshawaacha. Una dakika 90 za kuangalia mtu anayeingiza hela kwa njia ya mpira. Dakika 90 unazo, na unatoka hapo moyo umefurahi. Tumewagonga leo. Mmewagonga wewe na nani? Mmesajiliwa huko wewe na baba yako. Leo tumewakanyaga. Mmewakanyaga wewe ni na nani? Uliyekanyagwa ni wewe. Maana mwenzako akitoka hapo anakwenda kula kuku mzima, wewe ukitoka pale unaenda kukutana na mgagani huko nyumbani kwako. Na maisha yetu haya ya Kiafrika, kula kuku mpaka kuku au anaumwa au wewe ndiye wewe unaumwa. Yaani mseme ameumwa sana, sasa tummalizie, ndipo anachinjwa. Au unaumwa, daktari anasema jamani mpatiage na kasupu ka kuku, ndipo nakula kuku. Mwenzako anacheza mpira, akitoka pale analala hoteli ya kuna siku nilienda mkutano wa kidini, nilishangaa sana. Yaani walio ni hosti wakaniweka hoteli ya 500,000 kwa siku. Nikasema hawa watu mnaniwekaje hoteli ya 500,000? Ndipo yule mwenyeji wangu akasema, sikiliza pastor, unaona hiyo hoteli ile wanalipa 1,200,000 kwa siku, wachezaji wako mle. Yaani majamaa tu kuzungusha tu ile litufe tu, hoteli ya 1,200,000 kwa siku. Mwenzangu na mimi unashabikia watu wa hivyo, halafu narudi nyumbani hata kodi ya kulipia chumba hauna. Umeshabikia mpira mpaka muda wa kufua boxer hauna. Pumbavu kabisa. Yaani kijana yuko busy na kushabikia mpira mpaka nguo za ndani zimeshachafuka, anapandisha suruali na kushusha, na ipandisha, yuko busy na Simba na Yanga, yuko busy na timu, hata sabuni ya kufua boxer hana, asivyokuwa na adabu. Mwambie jirani yako ni wa kule alikotoka pastor, sio wa hapa. Mimi huwa inaniuma sana mara nyingi. Yaani unakuta watu wanaongea mpaka povu linatoka. Unajua sisi timu yetu sio ya kuchezea, tukiamua kuwakanyaga tunawakanyaga. Bro, unawakanyaga wewe na nani? Wewe na nani? Watu wanaingiza mamilioni. Mchungaji ninayehubiri uzima wa milele, niko kwenye hoteli ya 500,000. Wako kwenye hoteli ya 1,200,000. Na bili ya chakula chao imelipiwa. Mchezaji anakula mpaka kuku 2. Sisi kuku tunamgawanya mpaka nalingana na vipande vya mkate wa meza ya Bwana. Na tunawatia moyo watoto wetu, hakikisheni mnakula mchuzi kwanza. Wenzako kule wakitoka uwanjani wanatandika kuku 2. Siku hizi mmeadvance, kuku hakuna kiungo kinachotupwa, watu wanakula mpaka kichwa, mpaka utumbo wa kuku naliwa. Ishara ya umasikini. Zamani vichwa vya kuku tulikuwa hatuli, lakini Yesu asiporudi haraka hadi manyoya tutakula. Maana hali ni mbaya. Wale unaowashabikia wanakula kuku mzima. Wewe ukirudi unapita hapo cha ng'ombe sokoni kwa mama ntilie, unanunua miguu ya kuku. Mwenzako anakula kuku mzima, anakuachia nyayo. Halafu mpaka wamama wetu umeingia kwenye ushabiki wa mpira. Mungu awasaidie sana. Mwanamke shabiki wa mpira amekomana t-shirt iliyoandikwa timu fulani. Sisi ndio wananchi. Ubaya ubwera. Ubaya ubwera. Mama kakomae na familia yako. Haya mambo waachie wanaoingiza hela.
Mama anashabikia mpira, yani hata hela ya kununua sindilia afunge matiti hana, lakini yuko busy na mpira, anatikisa manyonyo yake. Sisi ndio wenyewe. Tafuta basi hata 10,000 ya kununua booster, basi ya boost. Kuna wakati ninakereka, lakini basi ngoja kwa leo niishie hapo. Lakini nakera sana vijana nguvu kazi, wenye nguvu, majianti warefu, wenye afya zao, mikono ina nguvu, miguu ina nguvu, yamejaa nguvu, yanatumia dakika 90 kujadili mambo ya mpira. Na anasema wangetuongezea matuta, mngeona matuta yako shambani, kapande viazi, sio matuta ya hapo. Tusubirini kwenye matuta, mtatuona. Matuta gani? Wito wangu ni huu: tumia muda mwingi sana kuwafikia watu waliopotea kuliko kupoteza muda aliokupatia Bwana. Na niwaambie, niko mahali hapa nawaambia, mimi sio nabii wala mwana wa nabii. Muda wote uliopotezwa na vijana wataukumbuka wakati watakapozeeka. Wataukumbuka. Msiwaona wazee wanatembea wanaongea peke yao huko ndani. Mimi nilikuwa najua wazee ni wachawi. Sasa hivi ndio nimeanza kuelewa sio uchawi. Wanatembea barabarani wanaunguruma peke yao. Utasikia tu akigeuka na muona kijana ambaye ameshindwa kwenda shule, yupo tu anacheza. Waliyaona. Umri haudanganyi. Subiri Mhubiri 12 timie kwenye maisha yako. Wakati wenye nguvu watakapotetema, misuli haipo tena. Subiri wakati ambapo nuru itatiwa giza, macho hayaoni vizuri. Sasa hivi si una uwezo wa kuifungua Biblia ukaisoma hapa bro? Unaifungua tu, unaisoma bila shida. Saa inakuja utaikamatia mbali, ndipo nalielewa liloandikwa. The time is coming. The time is coming. Sasa hivi unaona bado una nguvu, ndio maana unapoteza muda. Unasema nitaingia kwenye vibarua, nitabeba zege. Saa inakuja ule msuli wa zege haupo, hauwezi tena kubeba zege, rafiki yangu, ndipo utaukumbuka muda ulioupoteza. Na nikashangaa, kitabu cha mwanasaikolojia mmoja akasema, sijajua kama ni kweli, wale wa mama na wababa watu wazima mlioko hapa mtanisaidia kama ni kweli. Mwanasaikolojia yule anasema, kadiri umri unavyozidi kwenda juu, yani kwa kadiri unavyozeeka, ndivyo unavyozidi kuwa na malengo mapya na mazuri. Yani ukifunua ubongo wa mzee hapa, amejaza magorofa, amejaza magari ambayo hawezi kuyapata mpaka anarudi kaburini. Ila ukifunua ubongo wa kijana hapa, amejaza timu bora duniani, amejaza TikTok, amejaza mwanamuziki bora, ambavyo baadaye akizeeka havina faida kwake. Alafu akizeeka ndipo magorofa yanaanza kuja. Mungu angenirudishia nyuma. Akurudishia nyuma miaka, wewe ni Hezekia. Ni muujiza tu wa Hezekia, ni hapo tu uliishia mahali hapo. Mkumbuke muumba wako siku za nini jamani? Za ujana wako. Kuna muda tunautupa sana. Kwa hiyo hilo ni jambo la pili. Kama unataka kubadilishwa tabia yako, tenga muda, wasaidie wanaopotea. Kijana, badala ya kujiingiza kwenye ushabiki wa matimu hayo, wewe tenga muda wako, wasaidie. Waambieni vijana, tupige kazi. Na wasiokuwa na kazi wanaongea sana, wanaongea sana. Jambo la tatu, tumalizie kwa leo. Jambo la tatu, iwapo nataka kutengeneza tabia yako, jambo la tatu, tenga muda. Tenga muda kwa ajili naomba hii niimalizie iwe ya mwisho. Jambo la tatu, tenga muda wa kusaidia walio na uhitaji. Hii kitu kwenye mabano andika community outreach au community service. Tenga muda wa kusaidia wahitaji. Vijana wengi wana vipato kabisa na wanapata pesa, wanafanya kazi, wanapata, lakini kama kuna kitu kimefyatuka kwenye uelewa wa vijana wengi, ni kusaidia wahitaji. Niliwahi kuwa dereva wa bodaboda, hizi bodaboda za baisikeli, sijajua kama huku ziko, huku hazipo. Ukienda Geita, ukanda ya Ziwa kule, kuna hizo zinaitwa daradara za baisikeli. Nimewahi kuwa dereva wa hizo. Mimi nilikuwa na kanuni moja, nikimkuta kijana barabarani akiniomba lifti simpi, ila nikimkuta mzee nampa lifti. Sasa wenzangu walikuwa kinyume kabisa na mimi.
Wakimkuta mzee wanasema hawa ndo wachawi tu bwana, walikuwa wapi kununua za kwao? Halafu wanabeba mavijana yenye nguvu. Japo siku moja nilielewa kwa nini wazee hawawabebi. Kuna siku nilikuta bibi moja amebeba shangazi kaja, bibi mwembamba tu, mjukuu wangu naomba lifti, nikambeba. Ile anakalia baisikeli supoku zote zikakatika. Ndipo akili kaniambia sio yeye peke yake. Ana timu, ana kikosi kazi, amesheheni. Nikajitahidi, akaniambia pole mjukuu wangu. Nikaisuka ile baisikeli, amenisubiri tu, nikaisuka. Baadaye tena nikamwambia bibi kaa twende. Ni mzito hujawahi kuona. Tunafika mahali fulani ambapo anakwenda, akaniambia nishushie hapa mjukuu wangu. Niambia nakufikisha unakokwenda. Sasa tusibishane, nishushe mahali hapa. Ninamshusha, kugeuka hivi hayupo yule bibi, ameshaondoka. Tayari. Ndio maana vijana wengi wanaogopa kutoa huduma kwa hao. Na vijana wakatoa hoja wakasema, unajua hawa bibi hata ukimsaidia hela, unaweza ukampa hela kwa nia nzuri akaitumia kuziondoa na zile zingine. Jaribuni kuondoa za kwangu muone. Pesa iliyoombewa haiondoki ovyo ovyo. Kusaidia jamii. Ngoja niwaambie vijana, kama kuna kijana anayenisikiliza leo ambaye kwenye mapato yake atatenga muda, atatenga fedha ya kuwasaidia masikini, hawa wazee mnaowaona, hawa wazee mnaoona wanatembea, wanauza matembele, wanauza manini haya, wanauza oh my God, no, kuna matunda na tafuta hapa. Wazee unakuta amebeba huku na huku, amening'iniza, wanauza nini? Tende, wamebeba tende, wanauza. Hao wazee kama mngetenga muda mkawatembelea, ukimpa shilingi 5,000, mzee wa umri ukampa 5,000, neno la baraka atakalolitoa litakufaa maisha yako yote mpaka hutaamini. Achana na hawa vilahela walioko mitandaoni. Anakuomba 5,000, ukimtumia 5,000 kamili anakuambia ndo hela gani hii sasa, itatoka ngapi? Mbona hujatuma na kutolea? Havina shukrani, ni kama vidogo vyake na ibilisi. Havina shukrani. Na vijana wanaliwa hela. Ngoja niwaambie, vijana wanapigwa hela miaka hii. Mwanzoni nilidhani ni vijana wa kiume peke yake wanaoliwa hela. Siku hizi mpaka mabinti wanalizwa. Amini ninachokwambia. Nimefanya counseling na binti ambaye ameweka rehani kadi ya gari ya baba yake, amempa kijana wa kiume. Na vijana mabinti hawa akili zikichotwa huwa zinachotwa vibaya sana. Wanaweza wakamweka rehani hadi mama yao. Wamekolea. Hela zinatembea. Yani hawasikilizi, hawaambii chochote. Na kuna vijana, mnisikilize, mnaonifuatia mtandaoni na ninyi mlioketi mahali hapa. Ninaposema vijana sio wale tu ambao hawajaoa, ni hata ninyi mlioko kwenye ndoa zenu na wazazi wenu bado wapo. Wazazi wanahangaika, wako kwenye vijumba vya ajabu. Wewe umetuna katika jiji la Dodoma na nyumba ya pekee. Mzazi kule kijumba kinamuuliza tukuue saa ngapi? Na nataka nikwambie hiyo rana huwezi kuikwepa. Tunatandika supu pale chakoni chako na choma kuku, alafu mzee kula anahangaika tu na viazi mviringo kila siku. Unala kujibu. Na tuna wazee wengine wanakufa kabla ya muda wao. Kwa sababu gani? Wana mawazo. Kijana umesomeshwa, umemaliza chuo kikuu, halafu naanza kutumbua maisha na baba yako haumkumbuki. Hii story nilitoa mahali fulani, nilisoma na nikaitoa mahali fulani. Hii story ni ya kijana aliyesomeshwa na baba yake. Baba yake amemsomesha kwa gharama. Halafu eti dakika za mwisho yule kijana akamkana baba yake. Wakati wa mahafali anamaliza degree yake. Baba yake ameenda kwenye mahafali, na yule baba kwa sababu alikuwa asali, anavuta masigara kwa kutumia kile kiko nadhani mnakifahamu. Cha kuweka tumbaku na mkaa afu navutia kwa mbali hivi. Akaenda na hilo likiko kwenye mahafali. Ananuka sigara. Yule kijana alipomwona baba yake akawaambia rafiki zake, ndugu zangu, ninasikitika leo baba hajaja kwenye mahafali yangu, lakini ninashukuru amemtuma rafiki yake kumwakilisha. Unamkana mzee wako kwa sababu ya hali ya maisha. Ngoja nikwambie, huyo ndiye aliyekulea wewe. Hata kama angechukua ni kichaa, hajui kuvaa, ni yeye kutoka viunoni mwake ulitoka wewe. Asingekuwa yeye usingetoka. Heshimuni sana wazazi. Sasa yule kijana akawaambia,
ni muda wa utambulisho, nataka nimwalike rafiki yake na baba yangu aliyetumwa kuja kumwakilisha. Yule mzee kajisikia vibaya sana. Wazee wa zamani walikuwa wanatembea na mikuki kama silaha. Akamwambia, jamani, na mimi nimetumwa zawadi na baba wa kijana huyu, naomba niiwasilishe. Kijana, pita mbele upokee zawadi ya baba yako. Kijana alipopita, mzee katandika mkuki ukapitia tumboni mpaka mgongoni. Watu wanasema, mbona umeua? Akasema, no, hamjui, ni huyu ndiye ametangaza kwamba mimi ni rafiki wa baba yake. Ukweli ni kwamba mimi ni baba yake mzazi. Amenikana kwa sababu ya mwonekano wangu, hafai hata kuishi. Tuna vijana wakikanyaga tu kachuo ka mipango hapo, yuko kwenye kachuo ka mipango mpaka tembea inabadilika, lakini kwao wanaishi maisha ya milango ya matete. Nyumbani kwao wanaishi maisha ya milango ya ngozi. Nyumbani kwao ni wale wenye nyumba ambazo mvua ikinyesha kila mahali kuna matone, wamekinga vindoo, vidumu, visufuria, unasikia kama mganga anapiga ramuni, hapa tone, hapa tone. Halafu amefika chuoni amevimba. Mimi wanakuwa na against sana na vijana ambao Mungu anawabariki, akisha wabariki wanawasahau maskini, wanawasahau ndugu zao, wanawasahau wazazi wao. Na kuna wakati tunaenda mbali mpaka tunasema eti usimsaidie ndugu, ndugu sio wa kusaidiwa. Alafu anasema mfadhili mbuzi uenda utakunywa supu. Malugha ya kipagani kabisa. So what? Ndugu ni ndugu. Mwingine anasema, unajua hata ukimwajiri ndugu kwenye duka lako atakufilisi au utamshtaki. Wewe unataka kumshtaki ndugu yako, umpeleke wapi? Maana hilo ni duka lake. Wewe ukijichukulia hela kwenye duka lako utajishtaki. Huyo ni damu yako. Hafu bahati mbaya nawaambia ninyi, kumbe ninazungumza na wale wa mbali kule. Tuna watu wametengeneza kauchoyo ka ajabu sana. Mtu yuko tayari aende saluni kutengeneza nywele kwa 50,000 na wazazi wake wanamwambia, binti yetu, sikiliza, hapa nilipo sina kanda mbili. Anasema, mama, na mimi hali ni mbaya. Sio hali ni mbaya, anataka apige makeup ya 20,000, apige viatu vya 50,000, aende saluni nywele ya 100,000. Nataka nikwambie, tenga fedha ya kuwasaidia wahitaji, utakuja kunishukuru baadaye. Tenga fedha, wasaidie watu. Neno linalotolewa na mzee au mtu maskini la kusema asante, Mungu akubariki, hilo neno lina mizizi ya hali ya juu sana. Yaani ukisikia maskini anasema Mungu akubariki sana, hilo neno ni la kweli na baraka zitamwagika juu yako. Nitoe wito kwa ninyi mnaonisikiliza, kwenye bajeti yako tenga fedha ya kuwasaidia wahitaji. Usikubali kipato chako tu na haribu. Vijana wanakula maisha ni chips na soda baridi, halafu baadaye wakishaisha wanarudi tena kwa wazazi wao. Nimemshuhudia mzee mmoja ambaye watoto wake wote 4 wa kiume walimkimbia, lakini kila aliyekuwa akiugua anarudi kwa baba yake. Baba ndiye anaanza tena kumtibisha, na inauma sana. Kijana aliyekutelekeza anarudi tena, wewe ndiye unaanza tena kumtibisha. Yule mzee anasema uchungu wa mtoto aujuae na mzazi. Anatibisha, vingine vimepata ukimwi, vinarudi vinajiarishia. Baba anamwambia nitawatibu. Niwakumbushe, kama mzazi wako bado uko hai, kamsaidia kwa jina la Yesu. Maandiko yananiambia hivyo. Haya sio maneno yangu. Maandiko yananiambia hivyo. Huenda labda ninyi hamsomi maandiko, lakini sikiliza maandiko yanavyosema. Anasema hivi katika Timotheo ya kwanza 5 mstari wa 8. Anasema, lakini mtu yeyote asiyewatunza walio wa kwake, yaani wa nyumbani mwake, hasa ameikana imani, tena ni mbaya kuliko mtu asiyeamini. Asiyewatunza wa nyumbani kwake. Na sasa hivi kuna jini limemwagwa katika maisha ya watu. Sijui ni jini, sijui ni pepo, sijui ni umizimu, sijui ni ukichaa. Baba anasahau familia yake, anazama kwa malaya. Malaya anakula kila hela inayopatikana, halafu huku familia inalia. Mama anapambana na watoto, baba anakula raha na malaya kule. Hao nao wana hesabu ya kutoa. Hata wale malaya wanaokamata waume za watu, alafu anajivuna anasema amemsahau mke wake, mna la kujibu. Siwahukumu kabisa, lakini tu ninawapa onyo, mna la kujibu. Ndivyo maandiko yanavyosema katika kile kitabu cha Wagalatia 6 mstari wa 10. Anasema, kwa hiyo kadri tupatapo nafasi na tuwatendee watu wote mema, hasa jamii ya waaminio.
Moja kati ya mambo yaliyopotea katika jamii za watu wengi ni kuwasaidia wanaoteseka. Pesa nyingi sana zinatumika kwa anasa na starehe nyingi kuliko kuwajali wanaoteseka. Wewe si unakula nyumbani mpaka ubwabwa unabaki kwenye sahani, unaenda unatupa. Na hiki kitu niwaambie, kuna laana inatupiga mpaka tutashangaa. Eti mtu anakula anapakua ubwabwa vizuri na ni ubwabwa wa kumtosha yeye, halafu baadaye anakula tu kidogo, halafu anapeleka jalalani kabisa. Jalalani. Kuna mtu yuko mahali fulani, mara ya mwisho kula ubwabwa hakumbuki ni lini, na wewe unaongozana na binti wa kazi, mnapeleka chakula jalalani, mna hesabu ya kutoa. Hesabu. Kuna vitu vingine vidogo vidogo tunavifanya, mbingu zinashangaa. Chakula kinapikwa kingi, ugali huko majalalani. Ninakumbuka mwaka wa 97, 1997 kama sijakosea, tuko na familia yangu mimi nyumbani kwetu tuko na ndugu zangu, tunaenda kulima vibarua. Tunapita kwa mzee mmoja ambaye kipindi hicho tulimwona ndiye tajiri. Wamekula wakabakiza kiporo tena cha ugali wa muogo, wameweka jalalani, na sisi hatujala, tuna siku mbili afu tunaenda kulima kibarua. Mwaka 1997 njaa ilipiga, wale mnaokumbuka kule kanda ya Ziwa. Nilivyoona wamepita wenzangu, mimi jicho limekiona kile kiporo jalalani, nikazuga kama nimeinama kutoa mwiba kwenye mguu, nikageuka huku na huku, hakuna naye niona, nikachukua kile kiporo nikaondoka nacho. Walinishukuru wenzangu ilipofika saa 8, maana waliniomba tulikula wote. Una ujasiri wa kupeleka chakula jalalani. Mungu akutie nguvu sana. Masikini wanalia. Hata kuna wengine mnanisikiliza kwenye ibada ya leo, hamjui baada hapa mnaenda kula nini. Ni ukweli. Na wengine mkitoka hapa mnapitia robo kilo ya unga, lakini kuna mtu yuko hapa, hiyo robo kilo amepika na amepeleka jalalani. Mungu akurehemu sana, ni kwa sababu haujui. Huduma kwa wahitaji ni ibada ambayo Mungu anahitaji katika ulimwengu wa leo. Kwa nini huo unga usibebe? Tena mahali fulani maandiko, mniruhusu wasikilizaji na watazamaji wangu nizungumze kidogo na kanisa la Adventista wa Sabato. Kuna mahali katika maandiko ya Roho ya Nabii anasema hata mara moja jinyime, ufunge na kuomba na familia yako. Waambie leo chakula cha mchana hatutakula, badala yake gharama ya chakula cha mchana tunampelekea bibi fulani aliyemhitaji. Mtakuwa umefanya huduma kubwa sana. Starehe zinatupeleka mbali, familia zimejaa anasa, nyakati za sherehe nyingi, mapilau yanapikwa, ubwabwa unapikwa, nyama zinapikwa, tunashibisha nafsi zetu na kuna watu wanalia. Alafu mbaya zaidi, ile ya 4 hata nisipoisoma kwa sababu ya muda, imeunganishwa hapa. Mbaya zaidi, tunao hata watu makanisani ambao ni wahitaji, lakini tunawavuka. Tumebaki tu kwa sengenya, kuwateta tu. Wewe nyumbani kwako likabati limejaza manguo, unavaa nguo moja, baada ya miezi 3 ndipo nairudia. Kuna mama yuko hapa, kanga imechanika mpaka naigeuza. Ninawaambia uzoefu ambao nimeuona kwa wazazi wangu. Kanga inaisha alafu naigeuza, chini panakuja hapa katikati na juu panakuja katikati. Huo uzoefu, kama mnanielewa vizuri, mliwahi kuupitia. Wanaigeuza kanga, hiyo ndio vazi lake. Makambi ya mwaka juzi ni nguo ile ile, makambi ya mwaka jana ni nguo ile ile, na makambi ya mwaka huu hajui kama atapata nguo. Na wewe makabati yamejaza nguo. Mungu akufungulie katikati ya juma hili, wakumbuke walio wahitaji. Peleka nguo kwao. Kuna wakati nikizungumzia haya mambo nazungumza kwa uchungu, kwa sababu ya situation ambazo nazifahamu nilizozipitia. Kuna wakati unasimangwa humo ndani ya kanisa, wakikuona tu umetokeza, tena wanakukariri kabisa, wanasema hivi yule anayepita pale hamjui, si ndio yule mwenye shati lake la blue, ni lile habadilishagi. Nikutie moyo, dunia kwa sababu bado inazunguka. Nisikilize rafiki, dunia hii ingekuwa imesimama ungejivuna, lakini bado inazunguka. Unaweza kujikuta pale ulipoanzia ndipo mwenzako anakuja kuishia, na wewe pale ulipoishia ndipo mwenzako anaanzia. Maisha yanazunguka. Kuna matajiri waliokuwa mamilionea, leo ni masikini, hata fedha ya chakula hawana. Cool down. Na Yesu akaja na slogan akasema, ukiona umebarikiwa, jitengenezee marafiki kwa kutumia mapato yako. Wasaidie ili baada ya kuwa umeisha wakukumbuke katika ufalme wao.
Mungu atubariki sana. Mambo matatu tuliyosoma leo. Jambo la kwanza, unataka tabia yako itengenezwe, chimba maandiko matakatifu, zama katika Biblia, soma, acha mizaa. Kijana, usipate muda wa mizaa wa kucheza katika mitandao ya kijamii, usipate huo muda. Chimba neno. Tuna vitabu vingi, hasa kanisa la Adventista wa Sabato lina hazina ya vitabu, na bahati nzuri tumerahisishiwa. Ndani ya simu hii unaweza ukapakua vitabu zaidi ya 900. Ukiwa unasafiri, inama kwenye simu yako, soma vitabu, ongeza maarifa. Lakini leo watu wanasafiri ni earphone sikioni na muziki na vichekesho. Yaani ni mtu tunacho Jesus. Yaani ni hayo tu yanaendelea, hakuna kinachoendelea. Ni hivyo tu. Yaani ni vituko tu mpaka safari naisha na bando linaisha tu. Ni hayo tu. Jesus ashindwe. Hakuna. Ni hivyo tu mpaka bando linaisha. Muulize bando hilo, umemtafuta hata mhubiri mmoja basi akwambie neno la matumaini? Niwaambie kitu, haya maneno mnayoyasikia kwa watumishi wa Mungu yanaishi mpaka siku unapokata kauli yako ya mwisho. Mtumishi wa Mungu akiwa pembeni yako, ukakata kauli ya mwisho, unasikiliza mambo ya uzima, nataka nikwambie mbinguni unaingia. Lakini unakata kauli ya mwisho, umeng'ang'ana na jizazi ashindwe, unakata kauli, umepoteza matumaini. Chimba neno. Jambo la pili nimewaambia, unataka kutengeneza tabia yako, shule ya kutengenezea tabia yako, jitahidi kila iitwapo leo watafute, wafikie wanaopotea. Utume, mission, wafate wanaopotea. Waambie vijana, hapana, mimi ni kijana mwenzenu, hamwezi kuvaa hivi. Ninamshukuru Mungu, siwaambii nadharia, nawaambia niliyokuwa nafanya. Mimi nilifika hatua nikifika mahali ambapo vijana wamekaa wanabonyezana, amefika baba mchungaji, hata sijajua kama nitakuwa mchungaji. Ukiona unafika kwa vijana afu ndio wanaongeza mzaha, wamekuona na wewe ni pumba mwenzao. Lakini ukifika wanabonyezana, wanaambia mama mchungaji huyu. Ni kabinti tu kawaida, mama mchungaji. Afu naambia, kwani mlikuwa mnasema nini? Mbona kama mmenyamaza? Hamna, ni ya kwetu tu, hayakuhusu wewe. Usiachimbe, wamejua wewe hayakuhusu. Tengeneza heshima yako, upgrade your personality, tengeneza utu wako, kwamba mimi sio wa namna hiyo. Waambie kabisa, hizi suruali sio za kwetu. Ndio la pili. La tatu nimesema, jitahidi sana kufanya huduma kwa jamii. Toa msaada. Ndio kipato chetu ni kidogo, tenga hata mafuta ya 500. Mtafute bibi mmoja ambaye hata hela ya sabuni hana, mpelekee sabuni ya shilingi 1000. Unamkopesha Mungu. Muda ungetosha ningekuonyesha maandiko yanasema, shilingi kidogo iliyotumika kumsaidia aliye yatima na mjane, aliye masikini, umemkopesha Mungu. Na nikashangaa, kumbe hata siku ya mwisho Mungu hatatumia kigezo cha waliosali sana eti ndio waingie mbinguni. Hata sema, wewe ulikuwa unafunga na kuomba, Ramadhani ulifunga, kwa lazima ulifunga, ulihudhuria makambi na mafundisho ya Sabato ya wageni, ingia katika ufalme wa Bwana wangu. No, atatumia kigezo hiki. Nalikuwa na njaa, mkafanyaje? Nalikuwa na kiu, nalikuwa uchi, nalikuwa kifungoni, nalikuwa mgonjwa. Hivyo ndivyo vigezo vikatumika. Sio ulikuwa na lesoni ngapi, hakuna. Sio ulienda makambi mangapi, hakuna. Sio uliimba sauti ya ngapi, nalikuwa mgonjwa ukaja kuniona. Leo hii hata makanisani tuna washiriki ambao wanaugua mpaka nakata roho. Mnashangaa mnakutana na tangazo la msiba, hamjafika. Wazee wa kanisa hawajafika, mashemasi hawajafika, mpaka mtu anafia hospitali. Ni aibu kubwa kiasi gani? Tena ninyi wa Kristo, Mungu awasaidie sana. Kuna mshiriki wangu mmoja ameanzisha huduma ya kupeleka uji hospitali. Mara ya kwanza alipopeleka wakamuuliza, kwani na wewe ni Muislamu? Yaani eti wanajua Waislamu ndio wanapeleka hizo huduma hospitalini. Sisi wa Kristo tu tumotuma hospitalini, makanisani tu. Tazama wewe ni Bwana, unikumbuke, akukumbuke. Wewe wagonjwa wako kule wanahangaika hospitalini, hata uji. Na ndio maana tutapigwa umasikini bado tushangae, hata uji wa ulezi kupeleka hakuna. Tuko bize tu na kububujika ya mandaradorobo, shika la bobobobo, shika kanyaga. Akanyage nini? Watu wako hospitali wanaugua.
hao ni waliookoka. Hapo hujakutana na msabato aliyejikita kwenye lesoni. Hii siku ya Jumanne picha yake nikiona ni kama Yesu anachoma mshale. Acha kujikita Jumanne hospitalini kuna watu wanakufa. Tembea kawaone kwa jina la Yesu Kristo. Huduma kwa jamii, na huduma hiyo ianzie kanisani. Mungu atusaidie katika haya. Ikiwa ndilo ombi lako, nasema Mungu, hapana, ninaitaka hii shule yako, shule inayotengeneza tabia, shule inayorudisha utu wa mtu. Ni shule gani? Ni shule ya Yesu Kristo. Tulia miguuni pake, atakufundisha namna ya kuwa binti bora mpaka mabinti wenzako wakuonee wivu. Atakufundisha namna ya kuwa kijana wa kiume bora hadi dunia ikuonee wivu. Je, unaitamani hiyo shule? Kama ndivyo, simama nami tuingie katika kuomba. Na una maombi yako ambayo umeandaa, labda unamwambia Mungu, nisaidie, ninatamani nitengeneze tabia yangu, haikuwa hivi, imeharibika hivi karibuni.